mtoto awekewe hofu ya Mungu. Na ndio maana mnaona tunasali misa, mapadi wanaitwa hapa, watoto wanaimba, watoto wanamcha Mungu, watoto wanasali, watoto wanatengenezewa msingi mkubwa kwanza huo. Kwa hiyo wazazi, mnapolipa school fees hapa, amlipi tu kwa ajili ya mambo ya academic. Watoto hao wanapewa malezi ya kiroho ambao ni msingi mkubwa sana kwa malezi ya sasa hivi kutokana na changamoto tulizo nazo. Mnaona dunia ilivyoyumba sasa hivi. Tuna mambo ya ushogazi, vurugu mengi. Changamoto nyingi sana. Watu wanaona vitu vingi, Mnaona watu wanavyofanya vurugu, mambo ya ushirikina, mambo ya nini. Dunia imepata changamoto nyingi. Tunahitaji Mungu ili kuliko wakati wowote sasa hivi. Kwa hiyo wazazi, mnapowaleta watoto wenu katika shule zetu, hasa hata hilo Loreto, kitu cha kwanza au mtoto anaondoka, nadhani wakirudi nyumbani utaona mtoto wako anavyokuwa. Lakini la pili, tunawapatia malezi ya kiutu. That is a human formation. Malezi ya kiutu, aweze kuwapenda wenzake, awaheshimu wenzake. Kila binadamu ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Hapa watoto wanasoma madhehebu yote ya dini. Watoto wote wanasoma hapa ambao wengine ni walemavu, wengine wako hivi na hivi, lakini wanafundishwa kupendana na kuheshimiana. Unapomwona mwenzako, kabla hujaona dini yake, kabla hujaona kabila lake, unajua kwamba huyu ni binadamu mwenzao, lazima ni muheshimu, lazima tupendane. Kabla ya dini zetu, sisi ni binadamu wote. We are all human. We are created equal. Tumeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake. Although we have our backgrounds, sisi tumetoka makabila fulani, tumetoka dini fulani. Dini zetu sio sababu ya kufanya sisi tutofautiane. Dini zetu ni sababu ya kufanya sisi tuungane pamoja. Tumeshaona migongano mingi katika jamii. Watu wanabaguana kwa sababu ya makabila yao, watu wanabaguana kwa sababu ya background zao, watu wanabaguana kwa sababu ya nchi zao. Huyu sio Mtanzania, huyu si nini, huyu sio kabila langu, huyo sio dini yangu. No, hapa shuleni tunatengeneza mazingira ya kwamba watoto wote waheshimiane, wapendane, wapende dini zote. Ndio maana unaona hata watoto wengine wa Kiislamu wanaimba, tena wanawezekana wanaperform vizuri kuliko hata wa Katoliki. Makofi kwa Mungu. Wala hatuko hapa kubadilisha dini ya mtoto. Kila mmoja anaheshimu, lakini anajisikia anadiriki, kwa sababu tunayemcha Mungu ni yule. Inawezekana tukatofautiana tu njia za kumcha, lakini tunawafundisha zile values, vitu vya msingi vya kumcha Mungu watoto wetu. This is human formation. Heshima kwa wakubwa, heshima kwa watu wote wanaokuja hapa. Mtoto wa hapa anapotoka hapa awe na hiyo quality namba 2 baada ya malezi ya kiroho. Lakini tatu, tunawapatia intellectual formation. Tunawapatia maarifa sasa. Ndio maana leo tuko hapa pia kwa sababu ya maarifa hayo. Tunataka shule zetu ziwe zina quality. Unaona? Shule zetu sisi ni kitalu. Tunataka ziwe na quality education. Mtoto akitoka hapa ana confidence ya kusimama, kujieleza, ana uwezo wa kuperform na kwenda mbele. Tunafahamu wazazi mnatumia gharama kubwa sana. Hakuna kitu ambacho mzazi anasikitika baada ya, kwa sababu ndugu zangu wanafunzi wote mnalioko hapa kuanzia standard 4, standard 2 mpaka form 4 mpaka form 6. Education is an investment. Msifu Yesu Kristo. Elimu ni uwekezaji. Na mimi nimekuja kujua sasa hivi sana kwamba kumbe elimu ni investment. Kwa sababu wazazi wanawekeza. Wewe chukulia mtoto wako kuanzia darasa la 4, hao watoto wazazi wanalipa zaidi ya 1.5 si 2 milioni 2. Hebu chukulia from chekechea mzazi analipa milioni 2, milioni 1 mpaka ukamalize chuo kikuu. How much ambazo anawekeza kwako? This is money. Angeamua kufungua duka, akanunua kiwanja, akafungua mradi wa nguruwe, akafungua maziwa, akafanya nini, lakini hiyo hela inawekezwa katika your brain. They put money in your brain. They invest that money. Na wanategemea matokeo mazuri. Mtu unapowekeza unategemea upate mafanikio mazuri. Na sisi hatufanyi mchezo. Na ndio maana shule zetu zinaajiri ambao qualified teachers ambao kweli wanawafundisha watoto. Testi za kutosha. Hakuna miujiza ndugu zangu katika matokeo mazuri kama haya. Matokeo mazuri haya yanatokana na hard working ambao walimu wanafanya kazi usiku na mchana.
masista wetu wanahangaika usiku na mchana, wapishi wetu wanahangaika usiku na mchana kuhakikishia watoto hawa wanakula vizuri, manesi wetu, walinzi wa shule, kila mmoja amemchango mkubwa sana katika mafanikio ya watoto. Kila mmoja ana perform katika grade ya juu sana. Kwa hiyo pamoja tunamwomba Mungu, lakini watoto hawa wanalelewa katika maarifa. Dunia tunayokwenda ni competitive. Dunia ina ushindani mkubwa sana sasa hivi. Tumeingia katika soko la East Africa. Na soko la East Africa sasa hivi linaunganisha katika nchi karibia 8-9. Sasa hivi Kongo wanaingia, Rwanda, Burundi. Nchi kama ya Rwanda sasa hivi they are performing so well katika masuala ya science, katika technology, katika nasikia sasa hivi wanazalisha kompyuta kule, wanazalisha simu, wameanza kutengeneza magari Rwanda. They are so advancing so fast katika teknolojia. Nadhani katika ndio that will be a hub of the East Africa. Microsoft nani huyu Bill Gates ameweka kule nini zake zote ziko Rwanda. Kagame anakwenda kwa kasi. Wanyarwanda zamani walikuwa waongee Kiingereza, walikuwa wajifunzi Kiswahili. Now they are moving fast. Wametoka kwenye Kifaransa, wanawafundisha watoto wao Kiswahili ili watoto wawe na market katika East Africa. Mnyarwanda akija hapa anafanya kazi, wanafundishwa Kiingereza, wanakimbia kwa kasi kweli. Now they are not speaking only French, wanaongea Kiingereza, wanaongea Kiswahili vizuri fluent, ili waingie katika soko la Afrika Mashariki wafanye biashara. Sasa mtoto wako anaongea tu Mwangaroka, ataenda wapi? Bojo si nini mura si atakwenda wapi? Atakuwa competitive wapi? Atashindana na nani mtoto wako? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa tunaandaa watoto waingie katika soko la ajira. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaandaa watoto waweze kushindana na watoto wenzao, hata wakikutana na watoto wa Kenya, wakikutana na watoto wa Uganda, wakikutana na watoto wa Rwanda, wakikutana na watoto wa Congo DRC, wakikutana na watoto wa Sudan, wakikutana na watoto wengine, waweze kukompiti katika masuala ya ajira. Leo Tanzania tuna hofu. Unajua Tanzania mara nyingi tumetengezewa mazingira, ndio maana hata viongozi wetu wanaogopa kuingia moja kwa moja kwenye soko la East Africa. Kwamba Watanzania tutamezwa kwa sababu Watanzania wengi we don't have confidence. Watoto wetu hatuwaendai kujisimamia. Lakini nashukuru sana watoto wa Loreto hapo. Ukiwaona kwanza wanavyosimama. Angalia yule mtoto wa darasa 4 anasoma masomo vizuri. Standard 4. Makofi kwa Mungu jamani. Mimi najiuliza mtoto akifika form 6 atakuwaje? Yaani tayari alishajiamini. Huyo mtoto anaweza akasimama hata kwenye hadhara hii akajieleza, akafanyiwa interview akasema kitu chochote. That is competition. Lazima tuandae watoto. Elimu yetu lazima iwe competitive. Lazima tuandae, tuwashindanishe. Matokeo ya form 4 mwaka huu umeona tumepata division 1 karibia tazima, division 2 4 peke yake. Makofi kwa Mungu. Hayo ni juhudi kubwa za walimu, ni juhudi kubwa za masista wetu, ni juhudi kubwa za watu wanaofanya kazi hapo usiku na mchana. Wote tunaungana pamoja. Na hii ndio tunaita ni integral formation. Malezi fungamanishi. Hao watoto wanapata malezi fungamanishi. Na ndio maana ndugu zangu leo tunamshukuru Mungu. We have the reason to stand here today na kumwambia Mungu asante. Sisi ni akina nani? Sisi ni nini? Hata tusisimame leo kumwambia Mungu asante kwa matokeo mazuri. Mimi uzuri huwa naenda na misa ya watoto pale Loreto pale primary. Navyo watoto wananifahamu sana, watoto wangu hao waliniona leo nikaona wanatabasamu. Ukienda vitoto pale viko vizuri. Na sasa hivi masista mnatengeneza sasa inaita kama continuity. Kwamba watoto mnaanza kuwatengenezea confidence wakiwa darasa la chekechea. Hii muendelezo. Sasa sijui wavulana watakuwa wanaenda wapi. Nasikitika hapa atakwenda wasichana watakuja hapa. Lakini wavulana hapa wataenda Maris Boys na shule zetu za wavulana. Lakini wasichana vitakuja kwa sababu ile spirit ya Loreto anaanza kuingiziwa mtoto, anaanza kuinduce akiwa chekechea. Kwa hiyo anakuwa vibrant kutoka mwanzo mpaka anapanda juu huko. Na hiyo ndio mfumo mzuri, unamwanzia chekechea unamtengenezea mzizi mkubwa na msingi. Kwa hiyo nashukuru sana leo kwa kuunganisha. That's a good combination. Na inaonesha sasa ule muunganiko ule mzuri kabisa kutokea juu mpaka chini. Unajua sasa hivi unamlea mwenyewe, unamtengeneza mwenyewe, alafu unampandisha mwenyewe kule juu ili usiletewe mtu ambaye hajaiva vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, leo sio siku ya maneno mengi. Ni siku ya kumwambia Mungu asante kwa baraka, mafanikio makubwa yaliyofanyika leo na wazazi